Inua mwalimu na mchungaji Kelvin kwa ajili ya kuuliza swali mada yetu Waislamu naye Adam wa mwisho. Karibu mwalimu kwa swali. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanatufuatilia kutoka kila mahali duniani, na kimsingi ndugu yetu tayari alikwisha aliyoeleza kwamba wao hawana Adamu wa mwisho wala hawana haja naye. Lakini hebu nisomee Mathayo 26:26 kwanza. Maandiko ya Mathayo 26:26. Maandiko yanaeleza waziwazi kwamba hakuna kwa namna yoyote kuweza kupata msamaha, kusamehewa dhambi isipokuwa kwa kupitia kwake Yesu Kristo. Hebu nisomee Mathayo 26:26 kwanza. Nao walipokuwa wakila, ndio Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Ndio. Akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema. Akawapa akisema nini? Nyweni nyote katika hiki. Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Yesu anasema hii ndio damu yangu imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Maana yake ili dhambi iondolewe, inaondolewa kwa damu ya Yesu Kristo peke yake, si vinginevyo. Nisaidie tena waraka wa kwanza Yohana 1:7. Maandiko yako mengi na muda wangu utoshi. Unachagua wewe waraka wa kwanza Yohana 1:7, Waebrania 9:22 au funua Yohana 1:6. Chagua. Hakuna msamaha nje ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ambayo imepatikana kwa kufa. Ndio. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, tunashirikiana sisi kwa sisi. Sawa? Na damu yake Yesu mwana wake. Na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yatusafisha dhambi yote. Sasa mada iliyokuwako inazungumza habari ya Adamu wa mwisho. Je, Waislamu wana Adamu wa mwisho? Sasa naomba nisomee maandiko mawili. Wakorintho wa kwanza 15:45, tuanze hapo. Wakorintho wa kwanza 15:45. 15:45. Hao hawana hoja iwe yote. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Ameeleza wa kwanza, endelea. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Lakini hautanguli ule wa roho bali ule wa asili, baadaye kuja ule wa roho. Sawa? Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Mtu wa pili, huyo mtu wa pili ambaye ndio anatajwa kwa muktadha ni Adamu wa pili. Huyo mtu wa pili anatoka mbinguni. Huyo ni nani? Niweke swali sasa. Yohana 8:23. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Yesu anasema ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Maana yake huyo Adamu wa pili anayetoka juu, anayetoka mbinguni, Yesu amejieleza ni yeye. Swali, mpo tayari kukubaliana na maneno ya maandiko matakatifu kwamba ni kweli Adamu wa pili ni Yesu na ambaye ndiye anayetoka mbinguni ili msamehewe dhambi? Na mimi bila kuchelewa, kwa sababu ya kuchunga muda na mleta mwalimu, ila mwalimu wako ametumia dakika 8 badala ya dakika 7, lakini tumswame, haina shida, dakika 8 ameongeza moja ya ziada. Kwa hiyo tuvumiliane pale mwalimu wangu anapomalizia mada akaongeza dakika, tuvumiliane. Mwalimu mtakayemleta sasa, mwamba kabisa, mkongwe katika kazi ya dawa, huyu kidume kwenye mitandao wengi mnamjua, na sio mwingine Sheikh Suleiman bin Mbogo. Fanya tafadhali dakika 5 kwa majibu. Takbiru. Ndugu zangu Waislamu na sio kwa Waislamu, tumesikiliza mada wote waliokuwa ndani na waliokuwa katika mitandao. Mpaka tunaelekea mwishoni, kuanzia mada ya kwanza mpaka hii ya pili, inaonyesha wenzetu wamefilisika kimaandiko. Kwa hiyo hata muuliza swali kaja kuuliza ushauri, kwa kuwa nyinyi hamna Adamu wa pili, na anajua eti kwa maelezo yake kwamba mwanadamu anasamehewa dhambi kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kaja kuuliza ushauri. Sasa ushauri wako tunapokea hivi. Kwanza, kwa mujibu wa maandiko, hata Yesu hana uwezo wa kuondolea mtu dhambi. Yesu mwenyewe 20:20 Mathayo kwanza. 20:20 Mathayo. Sikiza Yesu mwenyewe anasemaje? 20:20 Mathayo. Maana mnamtafutia maneno Yesu, aseme mwenyewe. Inasemaje? Inasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo ndio akamwendea pamoja na wanawe. Sasa huyu Yesu mwenyewe yupo hai. Jinsi tunasema hapa, mama wana wa Zebedayo
waketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Hasa hao wanaomba, Yesu mwenyewe anamuomba kwamba agiza hawa wana wawili, mmoja aketi mkono wa kushoto, mmoja wa kuume katika ufalme wa Mungu. Akasemaje? Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Hamjui mnaloliomba. Endelea. Je, waweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Endelea. Wakamwambia, twaweza. Ndio. Akawaambia, hakika hamtakinywea kikombe changu. Soma vizuri. Hakika mtakinywea kikombe changu. Endelea. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Waislamu takbir. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anakataa, hawezi kuokoa mtu, kwamba ili mtu aingie peponi aketi kushoto na kulia ni wale ambao watapewa na Mungu, sio Yesu. Hakuna cha damu, hakuna cha baba yake damu hapa. Kwa hiyo hoja yako imekufa. Kwa hiyo tumejibu ushauri wako. Maandiko mpaka sasa hivi tunafikia mwishoni, Adamu pia hatujamuona. Kama una shida na Adamu, tutampigia mfunga vyombo hapa akija kufungua utamuona. Tuna Adamu muhadhiri, Adamu jamhuri, tuna Adamu wengi tu. Hatuambia Adamu ananuka. Lakini maandiko ya kuthibitisha Adamu mada nzima hajatoa. Kwa hiyo unapoteza muda. Hebu soma Pastor Mkolovia ukurasa wa 14. Unapoteza muda hapo bwana. Kitabu cha Wakristo kinasemaje? Wakristo uzao wa Paulo. Ni uzao wa Paulo. Endelea. Wakristo wa leo, yani hawa. ni uzao wa Paulo. Ni uzao wa Paulo. Wala hatuna baba mwingine zaidi yake. Sasa hilo ni andiko linanukuliwa. Kwa hiyo hawa wamepoteza na Paulo. Sehemu ya kwamba kuna Adamu wa pili, Adamu wa mwisho hakuna mpaka leo. Kwa sababu ni ushauri, kwanza tuanzie hapo. Mungu anasemaje ndani ya Qur'an? Hii ni uzao wa Paulo tu. Hata Yesu hamna mpango naye. Soma 15:2 anzia 3. 15 Qur'an 3 na inasemaje? Inasema waache wale chakula na nini na wafurahi, ndio na niwadanganye tumaini la uongo. Tulia kwanza. Mungu anasema hao waache wale wafurahi. Hao wakifika kanisani kuna kunywa, kuna kufanyaje? Mungu anasema waache wale na kunywa tu hao. Wanasema damu ya Yesu ndio inawakomboa. Endelea. Na niwadanganye tumaini la uongo. Waliwadanganye tumaini la uongo na kuwa watakufiriwa, kwamba watasamehewa kupitia damu ya Yesu. Tumaini la uongo. Endelea. Karibuni hivyo watajua ya kuwa si kweli tumaini la hilo. Mungu anasema karibuni hao watajua hilo ni tumaini la uongo wala sio la kweli. Maliza. Na hatukuangamiza mji wowote ila ulikuwa na muda wake maalum. Inatosha. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema hao waache, tayari ujumbe washaelewa. Kwa aya nyingi zilizotolewa na maustadhi waliopita, Sheikh Mazige, vitu walivyovitoa tangu awali bado vinaonyesha wazi kabisa kwamba ndugu zetu hawa wamepitia mkono ambao sio kwa mujibu wa mafundisho wa ushauri wako, kwa mujibu wa maandiko ambayo yamesoma. Aya nyingi sikutaka kutoa aya nyingi, ni kwa sababu kwamba mafundisho yote yaliyofundishwa ni mafundisho ya uongo, wala hakuna tumaini la kweli. Kwa hiyo swala kwamba eti hamna Adamu wa pili, sisi hatuna mpango na Adamu wa pili wala watatu. Maadamu kunao wengi ndio tunaendelea kuzaa mpaka kiyama kitakapokuja huko, maadamu ni wengi. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba mada ya leo nimesema kuna Adamu wa pili, lakini andiko halijatoka. Kwa hiyo hata maswali unayouliza ni ushauri, kwa sababu katika mada yenu Adamu wa pili hamjaweka andiko, hakuna. Ila mkitoa andiko tutatoa majibu vizuri, lakini kwa mujibu wa hoja zenu mzoweka hakuna ushahidi wa Adamu wa pili, ndio nasisitiza hapa. Na mpaka wanakaa hawajatoa, ila kama watatoa tunaenda kwa mfumo mwingine. Kwa hiyo dakika zangu za awali hizi ninasimamia hapa kwanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Waislamu takbir. Mimi sinaja kupoteza muda bwana. Moja kwa moja ninampa mikrofoni mwenyekiti mwenza. Definitely huyu sio mwalimu, ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi, yani ni mwanafunzi. Hebu nisome Qur'ani 2:104 na ufafanuzi wake. Hawa ni watoto sana. Ni watoto mno kihoja. Na wakati tunatafutia 2:104 ufafanuzi wake, ndugu wakati ameanza amekubali, amesema ili mtu
Yesu amsamehe dhambi, masharti yafuatayo. Iandae hiyo haraka haraka, alafu soma andiko alilolianza la Mathayo 20:20. Ndio maana ujijue ni mtoto sana. Hawa wameambiwa na Mungu watuulize sisi ndio wasomi. Hawa hawana shule iwa yote. Hawa ni nusu na robo kichwani. Twende. 2,800. Ndio, pole sawa kwa nusu. Ufafanuzi wake tusome. Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia Mtume Raina, yaani kwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake, ndio kwani sisi ni wajinga. Kwani sisi ni wajinga. Waislamu wanajisema wao ni nani? Ni wajinga. Sasa soma Mathayo 20:20. Andiko alilolitumia yeye. Yaani unatoa kitu akieleweke kichwa na miguu. Walimu gani mtoto? Unatoa kitu gani? Mathayo 20:20. Ndio. Anasema ndio. Yaani hao wamekuja kunisumbua sisi. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea mmoja, akamwendea pamoja na wanawe. Mwalimu aliyekuja anasema masharti ya Yesu kumsamehe mtu dhambi. Ndivyo alivyoanza. Endelea. Akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia wataka nini? Akamwambia. Yesu anamuuliza mama yule, unataka nini? Anajibu nini? Akamwambia agiza kwamba hawa wanangu wawili. Yesu agiza kwamba hawa wana wawili wafanye nini? Mmoja aketi mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Kwa concept hiyo, kwa muktadha huo, hawa hawaombi kusamehewa dhambi, manake walikwisha kusamehewa kwa kumwamini Yesu. Wanachoomba kukaa kushoto na kukaa kulia katika ufalme wa mbinguni. Unauliza mambo gani? Utoto tu wa kawaida. Kwa hiyo sio hoja uliyoleta, sifuri. Lakini nyingine akakiokota kitabu jalalani, sura kitoa jalalani. Sisi hatuongozi na takataka hizo. Sisi tunaongozwa na Biblia. Full stop. Twende. Akasema Ukristo sijui umetokana ni watoto wa Paulo. Hem, soma Wakorintho wa kwanza 1:12 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza. Maana wao wamekuja kunisaidia kuhubiri Injili. Hao ni waenda motoni, hawataki kusamehewa dhambi, ni waenda jehanamu kama mtume wao jinsi ambavyo anatokota jehanamu ya moto hivi sasa. Endelea. Wakorintho wa kwanza ngapi? Wakorintho wa kwanza 1:12 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza 1:12 na 13. Inasema basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu mseme mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Ndio. Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yetu? Aliyesulubiwa ni Yesu, sio Paulo. Kwa sisi sio wafuasi wa Paulo, sisi ni wafuasi wa Yesu. Kwa kuwa amekubali kwamba hawana haja na Adamu wa pili wala wa tatu, ambaye nimemsema ni Yesu kwa mujibu wa 8:23, maana Adamu wa pili anatoka juu. Sasa kwa sababu amekubali kwamba hawana haja na huyo. Sasa swali la pili au swali la nyongeza katika hilo, je, wamekubali kwenda jehanamu ya moto kwa sababu wamekubali kumkataa Adamu wa pili Yesu Kristo? Asante sana mwalimu, lakini kabla sijapeleka swali kwa mwenyekiti, kuna neno nataka nizungumze kutokana na ujumbe wa mwalimu wangu. Naomba samahani sana kwa wasikilizaji wetu ndio hapa na mnatuangalia, kutokana na neno alilolisema hawa ni nusu na roho. Nusu na roho, utoto. Nadhani hata Yeremia alisema mimi ni mtoto. Mungu akasema usiseme mtoto, nitakutuma uende kila mahali popote utakapotaka uende. Sababu Bwana tumwa akiwa mtoto. Mwalimu, naomba msamaha kwa yale ambayo umezungumza. Naomba tuwe na lugha nzuri. Unaweza ukamtania huyu maneno ya kawaida, lakini si kiasi cha kumdharau kwa jinsi hii. Itakuwa si vyema. Mkutano wetu wanatuangalia watu wengi sana, na itakuwa utaonekana ni watu wenye heshima, watu wazuri. Tunapoenda kujadiliana, hatuwezi kuweka jaziba kwa mtu mwingine. Ukiongea tunamwekea jaziba mwingine. Mwenyekiti, naomba msamaha pamoja na jamaa ulioko mahali hapa. Karibu mwenyekiti. Waislamu takbir. Mimi nadhani mchungaji tumekuelewa. Kijana alipata jaziba kidogo, inawezekana swali gumu, namna kujibu imekuwa tabu, basi kidogo jaziba huenda ikawa ndio imepanda hapo. Tunamsamehe, na kwa niaba yako na yeye pia tunamsamehe. Waislamu sisi kwa watu tusamehe. Inshallah, baada ya kuwa swali limekushadibiwa, mimi ninaona nimlete mwalimu tena yule kwa sababu bado kijana hajaelewa. Sheikh Mbego Suleiman
fanya tafadhali na shukran, dakika zako 5. Mwalimu aliongeza dakika 1. Tunamsamehe pia kwa sababu ndio ubinadamu. No one perfect except God. Kamilifu ni Mungu. Mwalimu Sheke Mwego, dakika 5, zingatia muda. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani kijana aliyokuja ndio anajifunza. Mimi si mlaumu, nimekusamehe. Sababu ndio kwanza unaanza kushika mic mbele za watu. Tuweze tumeanzia zamani kidogo. Ila nataka kumrekebisha kitu. Kasoma Qur'ani sura ya 4 singapi kurasa kasoma ufafanuzi. Akasema Waislamu wenyewe la kinani ni wajinga. Ukisikia mjinga ni kuto kujua, kufundishwa huyu mjinga. Ila kuna hiki ambacho hujawahi kukiona kwenye kitabu chako. Biblia ya Afrika 1:25 Wakorintho wa kwanza. 1:25 Wakorintho wa kwanza. Hii mjawahi kuiona, nataka leo uisikie. Inasema alafu kunua na hiyo 1:25 hiyo Biblia ya kawaida. Hiyo Wakorintho pia. Kwa maana ujinga wa Mungu, rudia, sikiliza. Wewe nilipokuambia kwamba kusema ujinga ni kuto kujua. Lakini wewe ndani ya kitabu chako sifa hiyo hawapei wanadamu ambao wakifunza watajua baadaye. Rudia tena. Kwa maana nini? Ujinga wa Mungu una nini? Una hekima ipitayo hekima ya mwanadamu. Endelea. Na udhaifu wa Mungu una nini? Una nguvu zaidi kuliko nguvu ya mwanadamu. Tulia. Sasa wewe chagua. Waislamu kuwa wajinga na Mungu kuwa mjinga. Bora nani? Kipi kizito hapo? Kwa maana nasema wewe unajifunza kuhubiri. Uje na maneno mazuri, bado wewe unachaka. Alafu kuna neno lingine akasema, soma hiyo hapo. Soma hiyo. Maana kinachoonekana kuwa ni upumbavu. Kinachoonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu. Ndio. Kina busara kuliko hekima ya binadamu. Tulia. Andiko lingine kitabu kingine kinasema upumbavu wa Mungu. Sasa upumbavu hafundishiki. Sasa jiulize, kuwa mjinga na kuwa mpumbavu, kati ya mpumbavu na mjinga nani ndio anaenda shule? Mjinga ndio anaenda shule, anajifunza, anaondoa ujinga. Mpumbavu anafanyaje? Mungu wako kwa mujibu wa Biblia. Alafu namalizia ili kuonyesha wewe unajifunza, tunataka watu waelewe mada ya leo. Mada ya leo Matendo 4:13. Nimalizie tena ujumbe huu. Mada ishaeleweka. 4:13 Matendo ya Mitume. Soma hiyo baba. Matendo 4:13. Fanya haraka kidogo. Naam, inasemaje? Inasema Mungu wa Ibrahimu. Wewe 4:13 Matendo. Basi walipoona ujasiri wa Petro. Tulia. Hizo Biblia inasema walipoona ujasiri wa Petro, yaani kuna ule ujasiri wa Kikristo. Walipoona ujasiri. Endelea. Basi walipoona ujasiri wa Petro na wa Yohana, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Rudia tena. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastajabu. Wakafanyaje? Wakatambua ya kwamba pamoja na Yesu walikuwa pamoja na Yesu. Kwa mujibu wa Biblia, mimi nina elimu kuliko Petro na Yohana, kwa mujibu wa andiko hili. Walipotambua ujasiri wa Petro na Yohana, ni watu wasiokuwa na elimu, Biblia imesema. Kwa hiyo unaposema huyu ana elimu, hao hapo mimi nina elimu kuliko hao waliotajwa, na walikuwa na Yesu. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba swali huna, ulikuwa na ushauri. Sisi kama Waislamu 43:68 Qur'ani. Enyi waja wangu ndio wazuri. Mungu anatutaja kwa sifa nzuri, enyi waja wangu ndio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Nini? Peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Waislamu takbir. Kwa hiyo sisi hatuhitaji Adamu si watatu wala wa 10. Kwa mujibu wa mafundisho ni kwamba Waislamu tukifanya mema tunaenda peponi, na wasiokuwa Waislamu kwa mujibu wa Qur'an sura ya 2 tu haya wenyewe 2:62 na 5:68-69, na wale walikuwa wakiamini kikwao zamani na
na Wasabai na Mayahudi na Wakristo wakiamini kama haya yanayosema nabii Muhammad, hawatakuwa na hofu siku hiyo, wala hawatahuzunika. Hakuna mlango wa kuingia Wakristo. Hapa ni Uislamu. Salamu alaykum.